mtangazaji wa simulizi na MC Masaga. Kama kawaida bila abadi, leo tena tunasafiri kurudi nyuma kabisa ya mamia ya miaka, na nyemi yangu ni kutamani uifahamu nchi ya Uganda, nchi iliyopo katika mipaka ya ramani ya bara la Afrika kabla ya ukoloni, yaani kabla ya utawala wa wazungu. Katika ardhi yenye maziwa makubwa, misitu minene, mito inayotiririka na milima yenye ukungu, tunakwenda katika nchi ambayo leo tunaiita Uganda. Lakini kabla ya kuitwa Uganda, kabla ya kuja kwa wazungu, kabla ya mipaka na bendera za kisasa, kulikuwepo falme, machifu, mashujaa na historia ndefu iliyounda taifa hili la leo, Uganda. Safari yetu inaanza katika nyakati za kale sana, ambapo watu wa kwanza waliishi katika eneo hili wakitegemea uwindaji wa wanyama na ukusanyaji wa matunda polini. Pole pole, makundi mbalimbali ya watu yalihamia katika eneo hilo. Baadhi yao walikuwa watu wa jamii za Kibantu waliotoka maeneo ya Afrika ya Kati, huku wengine wakiwa Waniloti waliotoka kaskazini. Walileta lugha zao, tamaduni zao, maarifa yao ya kilimo na ufugaji, na taratibu wakaanza kujenga jamii zilizokuwa na utaratibu wa maisha na uongozi. Kadiri karne zilivyopita, vijiji viliendelea kukua na kuwa makazi makubwa zaidi. Biashara zilianza kufanyika kati ya jamii mbalimbali, na viongozi wa kienyeji wakaanza kuibuka. Kutoka katika maendeleo hayo, falme mbalimbali zilianza kuzaliwa. Mojawapo ya falme zilizokuja kuwa maarufu zaidi ilikuwa ikiitwa Buganda. Kwa mujibu wa simulizi za jadi, mwanzo wa falme ya Buganda inahusishwa na mtu mmoja aliyeitwa Kintu. Ingawa wataalamu wa historia wanatofautiana kuhusu kama huyu Kintu alikuwa mtu halisi au mhusika wa hadithi za jadi. Kwa watu wa falme ya Buganda, huyu Kintu jina lake lina nafasi kubwa sana. Anaelezewa kama mwanzilishi wa taratibu wa kifalme uliokuja kuzaa ukoo wa watawala wa Buganda. Kadiri muda ulivyopita, falme ya Buganda ilikuwa kwa kasi. Mfumo wake wa utawala ulikuwa imara na uliopangwa vizuri. Kiongozi mkuu wa falme ya Buganda aliitwa Kabaka. Ni kama hivi sasa tunavyotumia neno rais kwa wadhifu mkubwa wa kiongozi mkuu wa nchi. Mbali na Kabaka, chini yake kulikuwa na viongozi mbalimbali waliowajibika kusimamia maeneo tofauti ya ufalme. Watu wa falme ya Buganda walijulikana kwa ustadi wao wa kilimo, uvuvi na biashara. Eneo lao lilikuwa karibu na ziwa Victoria, jambo lililowapa fursa kubwa za kiuchumi. Lakini falme ya Buganda haikuwa peke yake. Magharibi mwa eneo hilo kulikuwepo ufalme mkubwa ulioitwa Bunyoro. Kwa muda mrefu, Bunyoro ulikuwa miongoni mwa falme zenye nguvu zaidi katika eneo lote. Wafalme wake walitawala maeneo makubwa na walikuwa na jeshi lenye nguvu. Kwa kweli, kimsingi, kabla ya falme ya Buganda kupata nguvu zake zote, falme ya Bunyoro ndiyo iliyokuwa ikionekana kama kitovu cha mamlaka katika sehemu kubwa ya Uganda ya leo. Kutoka katika historia ya falme ya Bunyoro, baadaye ulizaliwa ufalme wa Toro kutoka katika falme ya Bunyoro. Ufalme wa Toro ulijitenga na ufalme wa Bunyoro baada ya migogoro ya kisiasa na ukajijenga kama ufalme huru wenye utambulisho wake. Wakati huo huo, mashariki mwa nchi kulikuwepo falme iliyoitwa Busoga, eneo lililokuwa na viongozi wengi wa jadi waliounganishwa na utamaduni wa pamoja. Kusini mwa magharibi kulikuwepo na falme iliyoitwa Ankole, ufalme uliosifika kwa ufugaji wa ng'ombe wenye pembe ndefu na utajiri wa mifugo. Ingawa falme hizi zote zilikuwa na tamaduni tofauti, jambo moja lililokuwa la kawaida kwao ni tamaa ya kupanua mamlaka na kulinda heshima ya falme zao. Hali hiyo ilisababisha vita vya mara kwa mara. Wakati mwingine vita vilitokea kwa ajili ya ardhi yenye rutuba, wakati mwingine vilitokea kwa ajili ya njia za biashara, na mara nyingine vilitokea kwa sababu ya ushindani wa kisiasa kati ya wafalme waliotaka kuthibitisha ubora wao. Miongoni mwa migogoro maarufu ilikuwa ni ile kati ya falme ya Buganda na Bunyoro.
mara nyingi zilikuwa katika mashindano ya kisiasa na kijeshi, na ushindi wa upande mmoja mara nyingi ulimaanisha kupanuka kwa mipaka yake. Wakati huo kushindwa kwa falme nyingine kulimaanisha kupoteza nguvu na heshima, huku falme hizi zikiendelea na maisha yao. Upepo mpya ulianza kuvuma vuvu kutoka mashariki mwa Afrika. Upepo mpya ulianza kuvuma kutoka mashariki mwa Afrika kufikia karne ya 19. Lilileta wageni waliotoka mbali zaidi. Hawa wageni walikuwa wafanyabiashara Waarabu waliokuwa wakisafiri kutoka pwani ya Afrika Mashariki kuelekea bara. Walifika wakitafuta pembe za ndovu na bidhaa nyingine za thamani. Waarabu walileta bidhaa mpya ambazo wenyeji hawakuwa wamezizoea. Walileta nguo, silaha za kisasa zaidi na mbinu mpya za kibiashara. Lakini zaidi ya hayo, walileta dini ya Kiislamu. Lakini polepole baadhi ya viongozi wa kifalme na watu wa kawaida wakaanza kuvutiwa na mafundisho ya Uislamu. Misikiti ilianza kujengwa na ushawishi mkubwa wa Kiislamu ukaanza kuonekana katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, mabadiliko hayo hayakuishia hapo. Baada ya Waarabu, wageni wengine walifika. Hawa walikuwa wamisionari wa Kikristo kutoka barani Ulaya. Walifika wakiwa na Biblia mikononi mwao na wakitangaza ujumbe wa Ukristo. Wamisionari hawa walifungua shule, walifundisha kusoma na kuandika, na walijaribu kuwashawishi wenyeji kuikubali dini yao. Lakini badala ya kuuleta umoja, kuwasili kwa dini tofauti kulizua ushindani mkubwa. Kulikuwa na Waislamu waliokuwa wameanza kupata wafuasi, kulikuwa na Wakatoliki waliokuwa wakieneza mafundisho yao, na pia kulikuwa na Waprotestanti waliokuwa wakifanya kazi hiyo hiyo. Makundi haya yalijikuta yakishindana kwa ushawishi ndani ya jamii na hata ndani ya familia za kifalme. Katika kipindi hiki kigumu cha mabadiliko, ndipo walipoibuka mmoja wa watawala muhimu zaidi katika historia ya falme ya Buganda, aliyeitwa Kabaka Mutesa wa kwanza. Ni sawa sasa tuite rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na falme ya Buganda, kiongozi mkuu aliitwa Kabaka Mutesa. Mutesa alikuwa kiongozi mwenye akili nyingi za kisiasa. Alitambua kuwa wageni waliokuwa wanaingia nchini mwake walikuwa na nguvu ambazo zingeweza kuleta manufaa au maafa kwa ufalme wake. Badala ya kujiunga moja kwa moja na upande mmoja, Mutesa alijaribu kucheza mchezo wa kisiasa kwa ustadi mkubwa sana. Aliwasikiliza Waarabu na kuwakaribisha. Aliwasikiliza pia wamisionari wa Kikristo na kuwapa nafasi. Alijaribu kutumia makundi haya tofauti kwa manufaa ya falme ya Buganda, huku akihakikisha kuwa mamlaka yake kama kabaka yanaendelea kubaki imara. Hata hivyo, kadiri ushawishi wa dini ulivyoongezeka, ndivyo migawanyiko ilivyozidi kuongezeka. Ndani ya kasri la kifalme kulikuwa na makundi ya Waislamu, Wakatoliki na Waprotestanti. Kila kundi lilitaka kuwa karibu zaidi na mfalme na kupata ushawishi mkubwa zaidi. Hali hiyo ilianza kubadilisha siasa za Buganda, na hatimaye Buganda ikajizoelea umaarufu katika eneo zima la falme zote. Wakati huo huo, mbali huko Ulaya, mataifa yenye nguvu yalikuwa yakianza kuonyesha nia ya kutaka kutawala maeneo ya Afrika. Wafanyabiashara, wamisionari na wasafiri waliokuwa wamefika Uganda walikuwa tayari wamepeleka taarifa kuhusu utajiri na umuhimu wa eneo hilo. Bila kujua, falme za Uganda zilikuwa zikikaribia kuingia katika kipindi kipya kabisa cha historia yao. Kipindi hicho kingebadilisha kila kitu. Kingebadilisha utawala wa falme, kingebadilisha mipaka ya ardhi, kingebadilisha siasa, dini na maisha ya watu kwa ujumla. Wapenzi wasikilizaji, hii ni sehemu ya kwanza ya historia ya Uganda. Lakini kabla hatujafunga sehemu hii ya kwanza, kuna swali muhimu ambalo wengi hujiuliza. Jina Uganda lilitokea wapi? Jibu lake linaturudisha tena katika ufalme wa Buganda. Katika lugha za wenyeji wa ufalme ya Buganda, neno Buganda lilimaanisha ufalme wa watu wa Baganda, ambapo mtu mmoja aliitwa Muganda na watu wengi waliitwa Baganda, na lugha yao iliitwa Luganda. Eneo lao likajulikana kama Buganda. Wakati wafanyabiashara Waarabu na baadaye Waingereza walipofika katika eneo hilo, walikutana kwanza na ufalme
ufalme huu wenye nguvu na ushawishi mkubwa. Kutokana na matamshi yao na namna walivyokuwa wakilitamka neno Buganda, taratibu wakaanza kutumia neno Uganda badala ya Buganda. Kadiri Waingereza walivyozidi kupanua ushawishi wao, jina Buganda halikutumika tena kumaanisha ufalme wa Buganda pekee, bali lilianza kutumika kuelezea eneo kubwa zaidi lililojumuisha falme nyingi zaidi kama Bunyoro, Toro, Busoga, Ankole na maeneo mengine mengi yaliyokuwa chini ya usimamizi wa Waingereza. Ni muhimu kuelewa kwamba kabla ya kuundwa kwa nchi moja yenye mipaka ya kisiasa, hakukuwa na taifa moja lililoitwa Uganda kama tunavyolijua leo. Kulikuwepo falme na maeneo mbalimbali yaliyokuwa huru au kujitawala kwa namna tofauti. Mnamo mwaka 1894 Waingereza walitangaza eneo hilo kuwa Uganda Protectorate, yaani maana yake himaya ya ulinzi ya Uganda. Hapo ndipo jina la Uganda likaanza kutumika rasmi katika nyaraka za kikoloni na ramani za dunia. Hivyo basi, jina la nchi ya Uganda ya leo limetokana na jina la ufalme wa Buganda, ufalme ambao kwa karne nyingi ulikuwa miongoni mwa falme zenye nguvu na ushawishi mkubwa zaidi katika eneo hilo. Hitimisho la sehemu ya kwanza. Hivyo ndivyo ilivyokuwa Uganda kabla ya ukoloni wa moja kwa moja wa wazungu. Ilikuwa ardhi ya falme zenye nguvu, wafalme wenye ushawishi, vita ya kifalme, biashara za mbali na mapambano ya kidini yaliyokuwa yakibadilisha sura ya jamii. Wakati huo huo, jina ambalo leo linajulikana duniani kote kama Uganda lilikuwa linaanza kujijenga kutoka kwenye historia ya ufalme wa Buganda. Lakini wakati falme hizi zikijaribu kuendelea na maisha yao, upepo mwingine mkubwa ulikuwa ukivuma kutoka Ulaya. Waingereza walikuwa wakija kwa kasi na ujio wao ungeleta mabadiliko makubwa kuliko yote yaliyowahi kushuhudiwa katika historia ya eneo hili. Je, Kabaka Mwanga angewezaje kukabiliana na nguvu mpya za Waingereza? Je, falme za Uganda zingeweza kuendelea kuwa huru? Na ni kwa namna gani Uganda Protectorate ilianzishwa? Majibu ya maswali hayo yapo katika sehemu ya pili ya simulizi yetu ya historia ya Uganda. Ni mimi msimulizi wako MC Masaga, King Solomon, mtu wa mali. Asante.